5 kwamba imeshambuliwa na hii mizimu, mikosi mfululizo, biashara zinaanguka na kuharibika au kufilisika. Hii pia mizimu hii inasababisha hasara, mikosi mfululizo na kuharibika au kufilisika kabisa. Lakini pia dalili ya 6, baraka au bahati kukata kabisa. Unakuwa si mwenye bahati kama wengine. Yaani kuna ile ulikuwa unapata wateja muda 20 kwa siku, lakini ghafla wanakata kabisa. Wanakuja kwa kusuasua, unakuta wateja wafike wazidi hata 10. Kwa hiyo hii manake hii mizimu huwa yenyewe inafanya mtindo huo kwa lengo la kukurudisha nyuma, na lengo la hii mizimu manake yenyewe inataka iabudiwe. Sasa ukiwa kwa Mungu vizuri, kaa vizuri kwa Yesu, manake ujue kabisa unashindana na nguvu ambayo yaani ilipewa mpenyo toka zamani na wale wazee nini. Tunachotakiwa wewe ni kusimama vizuri na kujua hizo siri na kujifungua, kufungua hatua moja baada ya nyingine na kuwa salama kabisa. Manake ni kuipiga, ila ukijua majina na kuishughulikia. Lakini pia kutokusaidiana ndugu kwa ndugu, hata kama wapo kwenye uwezo. Yaani nyingine kwamba familia hii inashambuliwa na mizimu au kwa wanakuwa habari ya kusaidiana hamna kabisa. Ni vigumu kuomba msaada ukasaidika, hata kama wapo wenye uwezo wa kutoa msaada. Hawa watu watakutana kwenye misiba, kama majeneza mazuri kwenye nini, lakini unakuta mgonjwa huyu alitakiwa atibiwe kwa 100,000, amekosa 100,000. Lakini kwenye msiba inanunuliwa jeneza la 1,000,000. Milioni ngapi? Na jeneza gharama, vyakula na gharamikia vya gharama. Hawa wana familia hawa, lakini kwenye swala la kusaidiana ni wagumu. Sasa hii huwa mizimu hii inachokifanya ni kitu cha kutenganisha na kutokusaidiana, ili kuzofisha uwezo wa hiyo ukoo au familia kupanda kwenye chati na kuwa kwenye maisha ya kujaliana au maisha ya viwango vya juu. Na aina nyingine ya 3 ya mizimu hiyo kiasi ni Nyirabugando. Nyirabugando hii ni mizimu ambayo muonekano wake kama mwanamke mweupe mwenye sauti ya kilio au ana hasira. Kama mwanamke mweupe na sauti ya kilio na mwenye hasira, ndio anapiga kelele. Hii mizimu inapatikana porini huko, hasa maeneo ya Bukoba mjini au na kwenye wilaya za Bukoba mjini. Zile wilaya huwa yanapatikana, yanakaa sana kule maeneo yale Buhembe, Kagando, Kashayinyanga, Lwamishenye kule pale Bilele kwenye msitu Bilele pale maeneo hayo, Buhembe, huko kote ndio makao yao sana. Kwa hiyo hizi familia zinakuwa zimeshikiliwa, hiyo mizimu iko maeneo hayo. Lakini pia napenda kukaa mahali penye nyumba za zamani na urisi na kwenye miti mikubwa ya kale. Unasema miti mikubwa ya kale manake kwenye miti ya kimila, miti ambayo wanafanya usio mti fulani wanafanyaje vitu fulani, huwa anaendaga wazee pale wanafanya matukio fulani, ibada fulani, huwa misimu inakuwepo maeneo haya. Lakini pia nyumba hizo, na wengine wanaota ndoto wamerudi kijijini alipokuwa anaishi zamani. Ni mizimu huwa inamrudisha mtu kwenye maisha ya nyuma ambako alikuwa ameishi, ametoka. Hata kama umeenda mbali, huwa ina tabia kwamba inatuma hasara, inasababisha hasara kumvuta mtu mpaka kijijini, mpaka huko kwenye sehemu alipo. Hiyo mizimu inafanya huo
uharibifu. Lakini pia ibada zao huwa wanatoa nguo nyeupe, maziwa na kuku. Nguo nyeupe, maziwa na kuku. Si kila mzimu wanatolea sadaka sawa. Huwa mzimu mwingine anataka nguo kama hivyo, nguo nyeupe, wanapeleka pale kwenye madhabahu, kwenye kiringe, wanapeleka hapo mahali penye hiyo majumba ya zamani, wanafanyia hiyo ibada, au hapo kwenye hiyo misitu, hiyo miti au maeneo mengine kwenye mito. Maziwa na kuku. Kuku huyu kwa mara nyingi mizimu wanapenda kuku aina mbili, mweusi au kuku mweupe tu mwenye rangi moja. Sasa kati yao kuku yoyote ile huwa wanafanya hivyo. Na maneno ambayo wanazungumza pale ni ile yale bajuta baitu ebon kaju mwije mwitulile. Hapa anasema tena bana banju tena bana tukabaretera edokira yedio kume mko kutoa bana bashibozi mutirinde nendwa mutale nende omuka nom bantu utugabire emikisa ebyo buri abana mudi. Maana yake ina maana enyi wakuu wa ukoo mliotangulia, njoni mtusikilize sisi na watoto wetu. Tumewaletea chakula na kinywaji kadri tulivyoweza. Tulindeni magonjwa, mtulindie, mtupatie amani nyumbani na miongoni mwa watu, tupeni baraka, na miongoni mwa familia zetu na watoto wetu afya njema. Kwa hiyo baraka, afya njema wanapewa. Hasa hapo wanakuwa maliza ile ibada. Na hayo maneno wanasema baada ya kafara. Pale kuna mengine kama kucheza mila zingine za pale za mizimu, lakini wanazungumza maombi yao hayo, muda wao wa maombi kwa mizimu iwasaidie nini. Na wanamalizia wanasema twabasha baitu mugende mutulinde, yaani tumewaheshimu wazee wetu, nendeni mkatulinde. Hayo mizimu yapo ibada, mwisho wa ibada zao wanapokuwa wamemaliza kwenye mizimu. Sasa hii ina athari gani? Shataja watoto, washatajwa wale watu. Manake watoto nao watawataja wajukuu watataja vitukuu, tukuu watataja huko. Hizi ibada zitaendelea kusumbua familia au ukoo. Tabia zake, tabia ya mzimu huwa linapenda ndoto na kutokea ukoo au familia katika ndoto, kama bibi aliyekufa au mama ambaye alishakufa. Hii ni mzimu ambao unatokea kama bibi aliyekufa. Ukiona mzimu bibi aliyekufa au mama ambaye alishakufa anatokea kwenye ndoto, au hivi tu unakuta umekaa umepanda gari au unatembea sehemu unaona kama bibi tu aliyekufa unamuona mbele afu ghafla unatoweka, ujue ni mzimu huo. Haya ni mapepo ambayo yamevaa ule mwili wa huyo mtu. Mmoja tabia anapenda sana kutokea kama bibi kwenye ndoto. Huwa watu hao ukiwauliza unakuta kwenye ndoto bibi yake leo kumtokea ambaye alishakufa, au mamake ambaye alishakufa leo kumtokea kwenye ndoto. Na pia linapenda kupewa shukrani baada ya kulindwa kwako au kufanikiwa kwako. Hii mizimu huwa inapenda shukrani. Usiposhukuru manake yenyewe inageuka kuwa adui. Na yenyewe inapenda sana ishukuriwe. Umepata watoto ndio ukashukuru, umepata mke ndio ukashukuru, umepata mume ndio ukashukuru, umepata sijui nini fedha nenda ukashukuru, umepata kazi, yenyewe inataka ishukuriwe. Na isiposhukuriwa inakuja inaharibu kile kitu ambacho umekipata, manake haijaheshima. Inapenda heshima ya kushukuriwa. Na pia wengine huwa kushirikiana katika shida na kutogombana mara kwa mara. Yenyewe ipende migogoro, japokuwa pepo yote huwa ndio wanazalisha migogoro. Hii mizimu inaleta mtihani kwenye familia ile kwamba kuwe na migogoro, lakini yenyewe inageuka haipendi migogoro mara. Sasa hapo manake ukienda kinyume na tabia zao wanazotaka wao, huwa hapo ndio chanzo cha maisha kuharibika. Koo nyingi na familia nyingi na watu wengi unakuta maisha yao au familia hiyo, baadhi ya watu wanaingia kwenye mateso kupitia wale vizazi vya mzimu, wanateseka kwa sababu hiyo familia ilikiuka baadhi ya tabia za dini. Lakini pia wengine kusikiliza maneno ya wazee, kuheshimu mila na desturi.
yenyewe wanapenda pia isikilizwe, maneno ya wazee yasikilizwe, dalili zinazoonyesha kwamba tumeshambuliwa na hii misimu ya jando. Malazi ya wanawake kuandama kila wakati na mvurugiko wa siku zao, maumivu ya mgongo, nyonga bila sababu zaidi, kizunguzungu na uchovu, kupata maumivu ya mgongo, eneo la uti wa mgongo au chini ya mgongo na huko kwenye mabega. Hii ni moja ya dalili ya magonjwa ya mizimu, kwamba dalili kwamba hii familia inashambuliwa na mizimu, huko anashambuliwa na mizimu, huyu mtu anashambuliwa na mizimu ya kwao. Dalili moja wapo ni hiyo. Dalili ya pili, ugumba au tasa na mimba kuharibika. Hiyo inaitwa kafara ya mzimu. Kafara ya mzimu. Mwingine anakuwa anaota kabisa, anaota alikuwa na mimba afu imetoka. Akiamka ile siku anaingia kwenye siku zake kwa huyu mwanamke au binti. Anakuta anaingia kwenye siku zake. Au anaota kwenye ndoto ameingia kwenye siku zake. Afu akilala akiamka yuko kwenye siku zake siku. Basi hiyo ni dalili ya hii nani? Mizimu hii manake imeshikilia kizazi. Imeshikilia uzao hii familia, huyu mtu, kwamba yenyewe inachukua ule uzao, inachukua vile vitoto, inachukua wale, ili kuendelea kutesa hii familia. Kwa hiyo sio kama azai anazaa, lakini vitoto vinakuwa katika ulimwengu wa roho, inalelewa na mzimu au inakuwa kafara, kizazi cha mzimu, cha kafara ya mzimu. Pia maumivu ya tumbo la chini yasiyoisha. Maumivu ya tumbo la chini yasiyoisha, hiyo pia ni dalili ya kushambuliwa na nguvu ya mizimu. Lakini pia chuki za kudumu, ndugu kugeukana, familia kugeukana au ukoo kugeukana, chuki za kudumu. Yaani huyu haongei na huyu forever, haongei. Na wengine wanaambizana hata kija kuzika kifo sije kuzika, naye anasema hivyo hivyo. Kwa hiyo wanakuwa na uadui wa kudumu, hawa watu wanakuwa na chuki za kudumu. Kwa na familia inakuta huyu shangazi na mjomba ile, sijui baba mdogo na baba mkubwa ile, mama mdogo na mkubwa ile, sijui mama mdogo na shangazi, hivyo hivyo. Unakuta na chuki zile zinawekwa hata kwenye familia. Nyumba, usitembelee nyumba fulani, usitembelee kwa ndugu yako fulani, usiende huko. Hasa hizo huwa zinakuwa ni mizimu, ni dalili kwamba hiyo familia tayari imeshashambuliwa na nguvu ya mizimu. Kwa hiyo unahitajika msaada wa maombi, chukua hatua za kuokoka kama hujaokoka, na kama umeokoka kuna mazingira kama hayo, manake unaweza kuhitaji msaada wa maombi. Utachukua namba ya simu hapo ni kuelekeza jinsi ya kunasua. Wewe mmoja tu uliokoka unaweza ukaiponya familia kama utazingatia maombi na kuelekeza, na utazingatia kama utazingatia kwamba wokovu wako una thamani mbele za Mungu. Wewe zingatia tu thamani la Yesu na ukasimama. Mungu anaangalia mtu mmoja, wewe simama kwa ajili yako mahala palipobomoka. Lakini pia mizimu hii biashara kufa kila ukianzisha, au kila mpango wako unakufa na haukamiliki. Moja dalili nyingine pia, mipango inakuwa haikamiliki. Mara kwa mara unapanga haikamiliki, napanga hiki hakikamiliki. Lakini pia dalili nyingine, magonjwa, sickle cell, degedege, kifafa, cancer, stroke. Haya ni magonjwa ya kimizimu. Sickle cell, degedege, kifafa, cancer, stroke, magonjwa ya kimizimu. Hiyo mizimu inasababisha magonjwa aina hiyo. Lakini pia mifugo kufa kimaajabu. Mifugo inakuwa inakufa kimaajabu ajabu, kwa namna ambayo sio ya kawaida. Mifugo inakufa. Hiyo nayo ni dalili
ya familia ya ukoo unashambuliwa na mizimu hiyo ambayo nimetaja. Pia mzimu wa 4 unaitwa chumu, lugha chumu, pepo zee. Hili ni pepo zee kabisa, inaitwa lugha chumu. Lugha chumu, muonekano wake, umbo lake ni kama mtu mrefu na mwenye kivuli kizito chenye mwanga hafifu. Hasa piga picha mtu mrefu mwenye kivuli kizito chenye mwanga hafifu. Unaona kama mtu fulani, kama jitu refu, mtu fulani mrefu, kivuli fulani ambacho lakini kizito. Na pia anapokaa ni kule lugha chumu, kama chumu. Kata hii ni kata ya wilaya ya Muleba, kwenye makutano ya njia za zamani, na wakati mwingine chini ya miti mikubwa. Huko ndio chanzo cha hizo roho. Lakini hiyo inasambaa, sio kwamba kule ndio inaishia kule, kwa sababu kwa zinavyozidi kupanuka, yani kule ndio madhabahu kubwa zipo. Yayo maeneo unayotaja ndio madhabahu kubwa, hiyo mizimu zipo. Unapotaja kuvunja madhabahu, unaelekeza nguvu kwenye maeneo niliyoyataja. Hapo ndipo wengi wanakuwa, huko ndipo kwenye altari zile, kuna manu altari zile altari za kimizimu. Yaani watu wamepanuka sehemu mbalimbali duniani, kila kona, Tanzania, nje nchi, lakini madhabahu kubwa iko pale. Hata kama kuna sehemu wanaweza kufanya ibada zingine, lakini madhabahu kubwa ni hayo maeneo yanayosema hiyo mizimu. Ibada yao huwa ni sadaka zile zile, wanatoa ndizi, mbuzi na kuku, ikihusisha nyama ya nani, nyama kidogo na damu. Ndizi, mbuzi na kuku, njiwa, mtama na ulezi. Mtama, ulezi. Na chakula kikubwa cha mizimu ni hivyo vitu. Kwa hiyo anapofanya kwenye maagano, huwa wanatoa hizo sadaka: njiwa, mtama, ulezi, mbuzi, kuku. Hizo ni aina ya vyakula vya mizimu au sadaka za mizimu. Lakini pia maneno wanasema bajuka baitu mutulinde abana baitu na bajura, maana wazee wetu tulindeni watoto na familia zetu. Tayari hapo imeshakabidhishwa kwenye mizimu. Lakini pia wanaposema omuhesha ashemerewe atuhirire obuhe, maana yake mtu anaheshimu, atakaye kuheshimu mila na desturi, atakayeheshimu wewe na kuheshimu mila na desturi, au kuheshimu mila na desturi, mzimu na tambiko, asifiwe na yeye na ataendelea kupewa heshima. Sasa hapa wanamvunjia mtu heshima kama akivunja mila na desturi za ile mizimu, naye namharibia heshima kote anakoenda. Nakuta anadharurika, anakosa kibali. Mizimu inaweza kusababisha mtu akose kibali, adharurike, afezeke, pato na shida. Nakuta siku ambayo unapata pesa ndio ugonjwa unaibuka, alafu ikifika tarehe ya kodi huna pesa. Siku ambayo unapata chakula ndio siku ambayo ugonjwa unaibuka, sijui nini na nini. Yaani unakosa ile kuheshimiwa kiroho, imani yako, wokovu wako, unakosa heshima kwa sababu wamesha kuataki huku na huku. Hii mizimu ina tabia kushambulia huku na huku, kwamba siku ambayo hana pesa ndio msiba unatokea, ili ashindwe kuchangia, anaonekana hashiriki misiba yao. Lakini pia changamoto zingine ambazo zinamuondolea mtu heshima, zinaondoa heshima kwenye maisha yake: umaskini, vifungo vya fedha na kadhalika. Tabia za huu mzimu, linapenda ukimya na halioni lenyewe, ila linapenda ukimya, kwamba
hatoi warning kwamba kwenye ndoto kuna mizimu mingine. Kumbuke kwamba huwa kwenye ndoto inaweza kutokea kama kuonya, kumtisha mtu kwamba wewe unapoelekea umetusahau au 1 2 3 yanatokea, lakini lenyewe huwa halitokei kwenye ndoto, alionya, lakini linasababisha madhara. Sasa watu kwenye familia manake wakiwa waongeaji sana, tayari wanakumbana na hii kazia ya kushambuliwa na huu mzimu. Chumi, mambo mengine yataribika. Lakini sigara, bangi, ulevi halipendi vurugu. Lenyewe linajifanya ni kama mzimu lenye kumcha Mungu, yaani yale mapepo majini ambayo yanasema yenyewe yanamcha Mungu. Lakini haya sio kwamba yanamsifu Mungu wa mbinguni, yanamcha Mungu wa mbinguni. Yenyewe tu ni katika utaratibu wake na ustaarabu wao walijipangia. Kwa hiyo yenyewe ukuta sasa kwenye familia unakuta kuna utabani, kuna baa, kuna ulevi, kuna vurugu. Pia alipendi kuzungumza na wazee wakati wa tambiko, kuzungumza vibaya. Lenyewe pia alipendi kuzungumza vibaya wakati wa nini? Wa tambiko. Wakati wa tambiko. Lakini pia kupenda jeuri, majivuno, kiburi cha kuliheshimu. Lenyewe linapenda jeuri, kitu kinaitwa jeuri na kiburi. Kwa unakuta mtu ana jeuri, akipata tu pesa jeuri imeinuka, kiburi kimeinuka, hataki kuheshimu. Mmoja wa familia na kuwaheshimu wazee mara kwa mara, huwa anapenda kuwasikiliza wazee. Yaani kwamba watu wengi wanakuta anazidiwa, anashambuliwa kwa sababu kuna wazee nakutana naye pale kijijini, mzee unampishta tu, umheshimu, huamkii, unarudi ile mizimu yenyewe inakaribia, hiyo inakushambulia. Sasa inaharibu uchumi, inaharibu ndoa, inaharibu watoto, inaharibu familia, inaharibu afya, inaharibu kazi, elimu. Watoto wanakuwa hawaelewi kwa sababu tu ya ile. Lenyewe linapenda wazee wa pale waheshimiwe. Yaani ukienda pale, dalili za kushambuliwa, dalili kwamba wanashambuliwa nguvu za mizimu. Dalili ya kwanza, usaliti kwa marafiki na jamaa. Hii ni moja dalili kwamba nguvu ya mizimu imeshambulia maisha ya mtu. Usaliti wa marafiki na jamaa. Dalili ya pili ni familia, ukoo kuwa na chuki baina yao, kugombania mali. Hii ni nguvu ya mizimu. Yenyewe wanatengeneza kisasi, kisasi cha mizimu. Kwa wanakuwa wanagombania mali, au wanakuwa wanagombania na nyumba, mashamba, migomba, na wanauana kabisa kwa sababu ni wameamua. Hii mizimu na tabia ya kugombanisha ukoo, kugombanisha familia. Na nguvu ile mizimu inaingia na kutoa na uwana, pelekana kwa waganga, pelekana kwenye uchawi, na kumalizana wao kwa wao sababu ya mizimu. Lakini pia uongo mkubwa. Dalili nyingine ni kuwa, yaani hii mizimu inasababisha kuwa dalili nyingine ya 4, dhuluma kwa yatima, wajane. Familia inakuwa wanafiwa, wanapofariki, mfano haijali yatima, haijali wajane wa familia, na kunakuwa na dhuluma za marehemu, mali za marehemu. Dhuluma kwa yatima, wajane, wanadhulumiwa kwenye familia. Ndio pale unapokuta akishafariki unakuwa na shemeji. Huyo alijenga nyumba na familia yake vizuri. Baada ya kufariki wanaenda wanamfamia yule mwanamke, wanasema hii mali ya kaka yetu, wewe hatukutambui, 1 2 3, wanaanza kudhulumu wale wajane, yule mjane. Au akishafariki wote wanaanza kudhulumu yule wale yatima. Kwa hiyo familia ya namna hii umekosa hofu ya Mungu, kwa sababu hizo ni roho za mizimu zinazofanyaje kwenye baadhi ya ukoo na kabila na hiyo.
wako tayari kuua, wako tayari kwa lolote, mradi tu amiliki mali za marehemu, amiliki mali za mtu fulani, mali za mumewe. Yaani yeye huwa anapenda sana mali watu hao, kwa sababu haya mapepo yanadili na hiko kitu, haya mamizimu ya hii familia. Lakini kuwa na tabia za matusi kutoka kwenye hizo madhabahu na kuwa mtu wa mazoea au mzaa na mtu asiye na shukrani, mzaa matusi. Na watu wengine wakutana kitu kidogo wametukana, mzaa sana. Ile mizaa, kuna mizaa ambayo mtu tu kwa kawaida, na hii mara nyingi inakuwa ni namna maisha mtu tu, kuna tabia tu amejifunza. Lakini kuna mizaa inayotokana na madhabahu za mizimu. Hii mizaa ya namna hii mara nyingi huwa inamfanya mtu afanye mzaa tu kwenye mambo ya muhimu. Naambiwa tarehe ya kuripoti kazini ni tarehe labda tuseme tarehe 10, lakini unasema nende hata tarehe 12, kadhani mpaka siku hiyo au mpaka masaa hayo unafanya mzaa mpaka kwenye mambo ya muhimu. Kwa hiyo unakuta unakosa fursa za unakosa mambo, unaferishwa. Ama mizimu watu wanamfanya mtu anaferishwa kutokana na kutokuzingatia muda, kutokuzingatia mambo ya muhimu, anawafanyia mzaa mambo ya muhimu. Na anaona kawaida, unakuta ukimuuliza siku ambao waliita watu kwenye interview, yeye hajafika, afu anaenda siku tofauti na anaanza kujutia. Ile mezaa inamfanya ajutie, lakini kila wakati anapojuta ndio wakati huo, kama bado kuna vifungo hivi, maana yake ndio wakati anapozidi kufungwa zaidi, kwa sababu anahitaji ufunguzi na kuombewa, na yeye mwenyewe asimame kuomba ili amtafute Mungu. Mezaa kwenye kufanya mambo mengine, kwenye eneo la mezaa huwa shetani apoteze, kwa sababu huwa wanatafuta sana mfano watu wasiozingatia jambo fulani, sivyo, wasiozingatia mambo ya muhimu kwa Mungu wao. Mzaa wa kufika ibada, mzaa wa kuhudhuria, mzaa wa kutoa, mzaa wala wa mizaa wasiotaka kutembea kwa kunyoka. Lakini pia shukrani pia hao wana ni watu ambao watu kifanyeje hawezi kushukuru, na wako wanaweza kufikiri kwamba ameumbwa hivyo. Hapana, ni nguvu ya mizimu kwa ndani. Ile mizimu mmoja imeshambuliwa, watu wanakuwa hawana shukrani kabisa kwa maisha. Lakini pia dalili ya 6 ni dharau kwa wengine au watu wa familia yako. Mizimu hii inafanya mtu awe na dharau sana kwa watu wengine, kwa watu wa familia yako, kwa marafiki, kwa wazazi, kwa ndugu, jamaa, wapendwa wenzio. Ana mtu ambaye akimwangalia mtu anamwangalia kwa dharau, tafakari kwa dharau, hawezi kwa dharau, anakosoa kwa dharau. Sasa hii huwa inamfanya mtu huyu aendelee kuwa chini ya vifungo vya mizimu, kwa sababu hii ni tabia hii mizimu. Na mtu huyu anaweza kufikiri kwamba anaabudu Mungu, kumbe yuko chini ya vifungo vya mizimu. Hawa ndio mwisho wa siku ataulizwa Yesu kwamba mimi sikutambiwa, si hujui. Kwa sababu ya nini? Walikubali kuwa chini ya kongo la utumwa wa shetani kupitia vitengo, madhabahu za mizimu. Lakini pia dalili nyingine ya ufukara, umaskini na biashara kurudi nyuma mfululizo. Kila ukianzisha vitu kurudishwa nyuma kwenye masuala yanayohusu maendeleo yako. Unadhulumiwa mashamba, unadhulumiwa kiwanja, unadhulumiwa jengo, unadhulumiwa pesa, unakopesha mtu halipi, watu hawalipi, dhuluma yani zinazorudisha nyuma maendeleo yako. Unapata pesa, magonjwa yananuka, shamba mara hivi, mara matatizo haya na haya. Pesa zinakuwa hazishikiki na hufanyi maendeleo. Unajikuta kama unanunua kiwanja, unajikuta unaenda unauza tena, unanunua kiwanja unauza, unajenga nyumba inafikia vizuri, unakaa kidogo unauza, au ukae kabisa, unaishia kuwa mtu ambaye unaanzisha vitu
ufaidiki au unarudisha nyuma kimaendeleo. Lakini pia ya 8 ni thamani ya mtu kushuka na kuwa hafifu, yani giza. Hii huwa inaita thamani ya mtu kushuka. Hii mizimu pia inamfanya mtu awe hafifu, Hii mizimu inamfanya mtu awe hafifu, yani nyota ikirafifia thamani kinashuka. Lakini pia pointi nyingine inasema magonjwa ya kudumu na mazito yanaanza kumwandama mtu, yanayoendana na familia na kuandama watu, familia au ukoo, unakuwa unaandama magonjwa mazito. Familia hii unakuta na ugonjwa mazito, mara uchizi, mara ugonjwa kupoza, mara hivi, magonjwa ambayo mengine ya kawaida, lakini ya ajabu. Mara mtu anakuta mkono, mara huyo ameumwa hiki, lakini ni vitu ambavyo vinaenea kwenye familia au ukoo, ukutana na magonjwa yao haya. Sasa hii ni dalili ya shambulizi la mizimu, kwamba unashambuliwa na nguvu ya mizimu hiyo ya kifamilia ukoo. Anguko la kiroho na mapooza. Haya nilivyosema, mizimu hii inasababisha mtu awe na mzaa na asiye na shukrani. Sasa pale pindi unapokuwa una shukrani, una mzaa, yani Mungu aliyofanya nyuma huyakumbuki, unaangalia leo kwamba ameshindwa hili, pale ndipo hii mizimu inazidi kukaza zaidi vifungo ili upate anguko la kiroho.